mwisho tumekuona. Tunasema ni asante kwa kunena nasi. Pokea utukufu wote na heshima. Tunalidhamini neno lako, tunadhamini kusudi lako juu ya maisha yetu. Bwana, tunenee zaidi, na ni kwa utukufu wa jina lako Kristo Mwokozi tunaomba. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. We thank God kwa wema wake na kwa fadhili zake. Karibuni sana ibada hii baada after kumaliza Christmas, Boxing Day, tunaelekea sasa kuruka mwaka. We thank God. Bwana asifiwe. Hivyo ninawaandaa kwa sababu ninajua ya kwamba kuna mambo makubwa Bwana amefanya, na hata sasa kuna mambo makubwa Bwana atafanya ili jina lake litukuzwe. Bwana atukuzwe. Hivyo ninawakaribisha wageni wetu, wale ni mara yako ya kwanza. Amen. Si tuchukue mkono tu, wale ni mara yako ya kwanza. Amen. Tuwapigie makofi katika jina la Yesu Kristo. Amen. We thank God. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii. Ni nafasi nzuri. Kuna wakati mwingine Roho Mtakatifu huachilia ukuu wake zaidi, na ninashukuru Bwana. Bwana asifiwe. Ninafurahia kwa kile Bwana anafanya, na ninaomba ya kwamba Bwana ataonekana zaidi kwa maisha yetu. Na ibada hii inatutanguliza kuingia kwa ibada ya siku 3 za maombi. Tutakuwa tukianza kuanzia kesho saa 9 mpaka Bwana asifiwe. Tutaanza saa 9 mpaka saa 11. Tutakuwa na masaa mawili ya maombi. Na hivyo ningetamani ya kwamba tutakuja, tutaomba. Halafu tarehe 31 ni mkesha. Tutakuwa na mkesha wetu wa kuruka mwaka. Mkesha ambao ni tofauti. Mwaka tunaoingia, mwaka Bwana ametupatia neno, na ninaamini ya kwamba ni mwaka tutauona ukuu wa Bwana. Bwana atukuzwe. Nilikuwa ninaangalia vile Bwana alitunenea mwanzo wa mwaka huu tulikuwa tujaingia mwaka huu. Bwana akatunenea na akatuambia tutaingia mwaka wa matukio makuu. Na wengi ambao Bwana tumekuwa pamoja na wao wanajua kila mwaka Bwana akitupa theme anatupatiaga kile anafuatilia yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. So hivyo huo mkesha wa Haidh Pael, ninaamini ya kwamba mwaka huo tutakuwa na mwaka wa tofauti. Bwana asifiwe. Tutakuwa tukitangaza sauti isiyo ya kawaida, na ninaamini ya kwamba hiyo kesha ni kesha ya tofauti. Hallelujah. Tunaona vile tutashughulikia space yetu, kwa sababu Mungu ni mwema. Bwana asifiwe. Hivyo tunaamini ya kwamba Bwana atatusaidia. Space yetu ni ndogo, lakini kwa neema ya Bwana tutajua vile tutafanya, na Bwana anaweza. Bwana asifiwe. Hivyo ninataka kushukuru sana kwenu kila mmoja ambao tumekuwa na yeye safari ya huo mwaka mzima. Kanisa lote ningeshukuru Bwana kwa sababu ya kila moja, kwa matoleo yenu, kwa kujitoa kwenu. Kuna mambo mengi, kuna kazi nyingi tumezifanya huo mwaka. Nashukuru Bwana kwa sababu ya uaminifu wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kwa kila mmoja ambaye amekuwa mhusika wa ibada zetu. Mikutano mingi tumekuwa nayo, mambo mengi tumekuwa nayo mwaka huo. Ninashukuru Mungu. Bwana asifiwe. Bwana akaweza kuwabariki. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya viongozi ambao wamenishikilia. Bwana akaweza kuwabariki. Bwana asifiwe. Na kweli singeweza hii kazi peke yangu, na ninashukuru kwa sababu ya ministers, Pastor Miriam, my wife, amekuwa wa baraka sana, amenishikilia, amenipa amani. Ninajua ya kwamba kama
kuja kuhubiri hapa kila wakati. Kama angekuwa na ninyima amani, ninajua ingekuwa jambo nzito. Bwana asifiwe. Najua kwa sababu ninajua kuna mahali tumetoka na ninajua vile jamii zinakuaga. Kama ingekuaga saa zote ninakosa amani kwa nyumba, ukweli ni ya kwamba kuja kufanya ibada hapa ingekuwa ni kazi ngumu. Haleluya. Lakini mke wangu amekuwa mke mwema, situmpigie makofi, na amekuwa wa baraka kwangu. Bwana apokee sifa, na amenisaidia kwa maombi, kwa mambo mengi. Amejukumika kama mke, amejukumika kama mchungaji pia kwa madhabahu haya, na ninashukuru Mungu kwa sababu ya hayo mambo yote. Bwana asifiwe. Na ninaamini ya kwamba Mungu aliyetuchagua ni mwaminifu. Haleluya. Na ninaamini ya kwamba taendelea kutufanya mema pia watoto wangu, na ninashukuru Mungu kwa sababu ya kibali chake. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kila mmoja wenu. Nashukuru Gerard na mke wake. Gerard tumeenda safari ndefu, amesimama. Nashukuru Mungu kwa sababu vile tukiona media, najua kazi kubwa tumeifanya na Gerard, na kwa hivyo ninarecognize kazi kubwa Gerard umefanya. Tukiona media, ninajua watu wengi hata wajui kile kinaendelea, lakini ninajua ya kwamba kuna kazi kubwa imefanyika. Situpigie Bwana makofi kwa sababu ya Gerard. Tuna appreciate kile Mungu amefanya na jamii yako. Bwana kubariki. Bwana asifiwe. Na ninashukuru Bwana kwa sababu ya watu wote, kwa sababu ya kibali cha Mungu. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya Baba Magi, Mama Magi, Minister Dorcas, na Bwana tukuzwe Minister James. Wote wamekuwa waaminifu katika madhabahu haya wote, na all leaders. Bwana asifiwe. Nimeona uaminifu wa Mungu, wamenibeba, wameficha uchi wa madhabahu haya. Hata kama Bwana amekuja, kuna mambo yalikuwa yanahitaji. Bwana asifiwe. Praise team wamesimama vizuri. Bwana wabariki sana. Benjamin wamekuwa baraka. Ninashukuru Mungu kwa kila mmoja. Bwana asifiwe. Wazee wakiongozwa na Niko, ninashukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu wa Mungu. Nashukuru pia kwa sababu ya Kamau, kwa sababu Baba Njeri, kuna mambo Mungu amemtumia na amefanya. Ninashukuru kwa sababu ya jamii yao. Bwana asifiwe. Bwana wabariki sana, na Bwana endelee kuwashindania. Kila mmoja asikie. Mama Kisu, nyote recognize hapa, tunawapenda, tunashukuru Bwana. Kila mmoja katika madhabahu haya, Mama Brighton, wote nimeona neema ya Bwana. Hata media yetu, Sam na media yake wamekuwa wazuri kwetu, hatujagongana. Tumeona Mungu akiwa mwaminifu, umekuwa wa baraka. Bwana akaweza kuwabariki. Tunapomaliza mwaka huu, ninaamini ya kwamba kila mmoja amekuwa baraka hapa. Wageni wetu, nataka kushukuru pia kwa sababu ya wale wamekuwa online. Nataka kushukuru, kuna watu ambao wamekuwa wa msaada sana. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya marafiki zangu. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya Lolina. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya Crea. Ninashukuru Mungu hata kwa Mudhoni. Ninashukuru hata kwa sababu ya Wamboi. Ninashukuru kwa sababu ya wote ambao wamekuwa wakisimama, wote ambao mko nje, wote mnatutazama mkiwa nje, mkiwa Katalo, wale mnatutazama Austria, mkiwa Amerika. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya kile ambacho Mungu anafanya kwenu, na ninaamini ya kwamba Bwana ataendelea kuwatenda mema. Bwana asifiwe. Najua wengi wamekuwa wakinifuatilia, kina Paul wakiwa Katala, na wote ambao wamekuwa wakifuatilia ibada zetu. Bwana akaweza kuwabariki. Haleluya. Na ninashukuru mmoja wetu, mmoja aliyekuwa Katala amekuja, alikuwa hapa kwa ibada lakini leo hayuko, na tunashukuru Bwana. Bwana asifiwe. Na tunaamini ya kwamba vile Bwana amefungua huu mlango mkubwa, ni mlango wa tofauti. Haleluya. So Bwana wabariki, na ninaamini ya kwamba mlango huu wa media tutashirikiana, tutajikomita. Bwana asifiwe. Na ninaamini ya kwamba from next year tutakuwa mpaka na akaunti yake, tutakuwa na mambo mengi, na ninaamini ya kwamba Bwana atatubariki. Bwana asifiwe. Tumeibeba, na ninajua ya kwamba haswa Gerard ameibeba na mzigo mkubwa. Ndio tulisikizana tu, hata haikuwa kitu tumepanga, lakini ulikuwa ni wakati wa Bwana. Bwana asifiwe. So ninashukuru Mungu, na wote kina Kisu mna kujaga na usingizi na mnakuja kwa ibada. Bwana akaweza kuwabariki.
Bwana asifiwe. Watoto wetu Sunday school, walimu wa Sunday school, Madam Margaret, na ninaamini ya kwamba hata kama hayuko wote ambao najua leo kwa sababu ya sikukuu watu wengi bado wako katika mudi hiyo, wamekuwa tumekuwa tukishirikiana kila mmoja. Bwana asifiwe. Na ninaamini ya kwamba this coming year tutaweza kuwa na mambo mengi. Watoto wetu tutakuwa na walimu wengi na wote kwa sababu ya Bwana kila kitu kitafanyika kwa wema. Bwana asifiwe. Hivyo ningetamani ya kwamba wewe utajukumika. Hata kama uko praise team, hata kama uko wapi, kuna kazi nyingine unaweza kufanya kwa ajili ya ufalme wa Bwana. Bwana asifiwe. Mzee, karibuni sana na jamii yako. Ninaamini ya kwamba Bwana ataendelea kutubariki na kutushindania kwa sababu yeye ni mwaminifu. Haleluya. So ninashukuru Bwana kwa sababu yeye Bwana ametenda, na wote ambao wametoa fedha zao haya madhabahu kusimama, mambo mengi tumeyafanya, Bwana akaweza kuwabariki. Nimezipokea katika madhabahu haya, na Mungu aliyeniaminia uhai wake nimeona akibadilisha maisha ya wengi, na hata sasa Bwana ataendelea kufanya mambo yasiyo ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na kwa hivyo kwa kifupi tu tutaingia kwa neno la Bwana. Hivyo nimesema tuna kesha yetu itaanza hapa saa 4, na ninaamini ya kwamba Bwana atakuwa pamoja nasi. Mnaweza kuangalia, na ninaamini ya kwamba Bwana atatupigania. Bwana asifiwe. Jiandae kwa sababu ya mkesha huo. Alika watu. Ninaamini ya kwamba kutakuwa ni prophetic night na tutakuwa na healing night. Bwana asifiwe. Sio kuvuka tu mwaka. Kuna magonjwa hatutavuka nayo 2026 katika jina la Yesu Kristo. Jamii yako iwe inateseka, kuna magonjwa. Unajua watu wengine unaweza kuwa wewe si mgonjwa wa mwili, lakini kuna magonjwa mengi adui ameleta kwa maisha yako. Haleluya. Unaangalia hali zako zote ni mgonjwa. Umeshaiona mpaka shamba linakuwa mgonjwa. Nakuta ya kwamba ardhi ilikukataa. Unapanda. Nilikuwa naongea na jamii nyingine hapa juzi, na wakaniambia wako Kinangop. Mama akaniambia mimi niko Kinangop, lakini ukija kwangu unaweza kusema ni desert. Bwana asifiwe. Ametoka Kinangop akaja hapa akaniambia, pastor, ukikuja kwangu huwezi amini. Hivyo nikikwambia kuna mambo yanagonjekaga, mchanga unaweza gonjeka. Kule ulikuwa unakupatia mazao, adui analeta ugonjwa. Unakuta ya kwamba hauna mazao. Leo ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, kuna mambo yataanza kubadilika. Hizi siku 3 za maombi na tukimaliza na mkesha, haleluya, kuna mambo yatavunjika. Kuna mambo yatasahaulika kwa jamii yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kuna mambo, kuna majina uliitwa yatasahaulika kabla tuingie 2026 katika jina la Yesu Kristo. Na huo usiku wa mkesha tutakuwa na mkesha, tutavuka mkesha, na the same night tutakuwa na ibada ya kwanza ya mwaka hapa. Bwana asifiwe. Na tutatangaza kilicho katika moyo wa Bwana, na tutatangaza mapenzi ya Bwana, na tutaona ushindi katika kila eneo. Bwana asifiwe. Hivyo ninaamini ya kwamba Bwana atatenda. Bwana asifiwe. Nasema ninaamini Bwana atatenda, na tutaona ushindi usio wa kawaida. Hivyo jiandae, ombea hiyo kesha, jiombee ya kwamba niko tayari Bwana. Bwana asifiwe, kuona kile Bwana unaweza kufanya juu ya maisha yangu na jamii yangu. Ningetaka tuende katika neno la Bwana katika kitabu cha Psalms 47. Tasoma tu kwa kifupi. Najua ni neno tunalijua, ni neno